Kitu uzima mwanangu. Mwanangu kama vile Kinyonge sana. Yaani kinyonge sana. Kwani pikipiki ya nani? Si ndo yake? Ndo yake hiyo. Oa babu. Pikipiki unaacha, pikipiki yako. Ndio mimi. Sikia, njoo mwanangu. Njoo chukue pikipiki yako uondoke. Mnaombana msamaha. Shikaji yuko wapi? Bro. Njoni huku basi. Njoni huku mwanangu. Mimi naombeni tu naulize maswali. Shema, njoo msikilize kwanza bro. Mimi simkingii kifua. Shema, tusikae humu ndani tutaumizana kama vipi. Njoni huku. Njoo tuzungumze. Wewe wanawake wanataka nini mwanangu? Ngoja bwana, ngoja. Kuja Shemu aje. Shemu njoo. Sikiliza naye kaza basi na wewe mwanangu. Jikaze. Ngoja Shemu njoo. Shemu. Kwani mwanangu si demu wako amemuoa? Hajamuoa. Hajamuoa. Wanaishi tu pamoja. Lakini hata kama hivyo sawa, lakini sasa sisi ndio tunatakiwa kufanya pigo kama hizo. Sio, unaelewa? Shemu. Sijakupa na nimekupatia kitu lakini na kutoa call nikuleta mjini. Nguo ukitaka nakupa, simu ukitaka nakupa, na chochote ukitaka nakupa. Nini na mimi nimekukataza mazoea nayo kijana. Mara ngapi nimekukataza usone mazoea nayo? Mara ngapi kasi unakwambia sitaki. Mimi yani kesho unakwambia sitaki mazoea nayo. Ona kama unanifailisha mbele watu. Unaona na sema hiyo kuondoka hivi sio kweli. Hebu naombeni hiyo funguo yake ya pikipiki kwanza nishike. Naombeni hiyo funguo yake. Maana hivi vitu hivi. Sema wewe unamkingia kifua. Mimi sikingi, naombeni naomba. Haya basi naombeni funguo yake kwanza. Naomba. Na unampenda mshikaji wako? Nampenda mume wangu. Sasa kwa nini unafanya vitu vya ajabu? Mimi sijafanya chochote. Yule amekuja tu ameleta chakula, nikamwambia naniliu karibu ukae hapa nje. Alikuwa tu kakaa hapo, mimi nikaa nimekaa pale. Ndio nakaa hivi, angalia na kanga hivi. Au tanga hivyo ndio mnavyofundishwa? Hapana, alikuwa tanga ndio mnavyoishi hivi Nipeni pikipiki yangu basi. Nipeni fungua pikipiki vipi? Si mambo yashaisha kwanza. Sasa mwanangu wewe vipi? Nipeni fungua pikipiki basi. Si mambo yashaisha tayari. Nipeni fungua pikipiki basi. Nipeni. Sikia mwanangu, njoo. Mwanangu msimpige basi mwanangu. Mwacheni bwana, msimpige bwana. Si mambo yashaisha. Mambo pikipiki basi akaa chini. Pikipiki akaa chini. Mkaa chini. Nitakuchomeka. Nitakuchomeka mwanangu. Mic yangu iko wapi? Unadondosha mic yangu bwana. Ama mic yangu. Mwanangu kinyonge sana. Ngoja. Mimi naomba nizungumze naye. Bro. Vipi? Unaitwa nani jina lako? Naitwa Tony. Mwanangu, umeona leo umehatarisha ndoa ya watu. Kwa hiyo hapo wanaume wawili, yani mna mwanamke mmoja. Hapana, huyo mimi sio mwanamke wangu. Yaani kwa nini unafuata nini ndani kwake? Mimi bodaboda wake tu, alikuwa ameniagiza msosi ndio nimemletea chakula. Kukataza akili. Jamaa alikukatazaga kuwa karibu na mwanamke wake? Jamaa mara nyingi anaongeaga tu kama utani. Lakini si unajua kama ni mke wake anaishi naye? Sijajua, hata yeye mwenyewe hajaniambia kama ni mke wake. Kwa hiyo ndio maana ukataka kufanya unachotaka ukifanya? Hapana, mimi sikutaka kufanya hicho unachokimaanisha wewe. Mimi nimemletea msosi tu, ni abiria wangu. Okay, sawa. Inaweza ikawa leo ndo mwanzo na mwisho kuwasiliana na mashemeji zako, yani shemeji yako yoyote yule. Sema kwa nini wao wanapenda taki weupe jamaa? Sawa, si jamaa ndo atakuwa ameamua hivyo, haina shida. Sio jamaa, wewe hapo, wewe tunataka uamue wewe. Sawa. Simzoee. Sawa. Talipa kesi mdogo. Mimi nipo tayari kwa chochote, kama ni mazoea yaishe sawa. Kuanzia leo. Mambo yako, ukiona tusalimiana, mimi mzana sitaki za mke wangu. Oya, chukuru kaja blaza hapo. Oya, kufanya vitu kibaya. Mwanangu, mimi nisingekuja nafikiri kitu gani wangeamini Usije kurudia tena kufanya hizo pigo au vipi?
Sawa, haina shida. Mimi jamani fungu yake sinaweza nikampa au? Fungu yako itoke. Chagua mawili hapa. Yaani kuna option mbili. Mbona kinyonge blaza? Yaani kinyonge hivyo. Aenda hivi mwanangu bila pikipiki. Acha mimi mawili. Okay, naomba fungu. Basi naombeni fungu. Sasa mimi naondokaje bila pikipiki wakati mnajua pikipiki ya bosi? Pikipiki sio yangu, pikipiki ya bosi. Sasa naachaje pikipiki wakati unajua pikipiki sio yangu? Mwanangu. Mwanangu simpige basi mwanangu. Ngoja tu. Nacheni basi mimi nizungumze naye. Mimi naombeni nishike hiyo fungu. Naombeni. Mimi simpi. Mimi simpi. Sio kinyonge. Sikiliza mwanangu. Yaani anavoka hapa anazidi kumkera mshikaji ndio maana anataka. Unapenda au vipi? Mimi maisha yangu napenda kuliko kitu chochote. Au vipi? Basi jikatae mwanangu bila pikipiki. Na upotee katika umji tusikuone tena. Yaani ukutana na sisi unaumia. Sasa mimi naondoka vipi blaza wakati unajua pikipiki yenyewe ndio kwanza nimepewa mkataba, naondokaje bila pikipiki? Bosi hawezi kunielewa. Sikiliza wewe umezengua kwa mshikaji. Unaulizwa. Msamaha wako mwanangu wenyanyuka ondoka mwanangu. Bila pikipiki. Hiyo ndio solution. Au chague moja mwanangu. Tukumege au pikipiki uiache, chagua moja mwanangu. Kwa sababu uwezo wao tunao mwanangu. Mimi uwezo wao hata kukubandua peke yangu mimi ninao mwanangu. Unisumbue hata kidogo mwanangu. Bora mbaki na pikipiki. Bora mbaki na pikipiki. Au vipi? Jikatae mwanangu. Mwanangu hii ndio itakuwa fundisho mwanangu. Ila kisada. Mwanangu kalegea mwanangu. Mbona mwanangu wewe? Wanaume atupo hivyo. Yaani wewe mlaliwe. Yaani katafuna mke wako. Sasa unaona shino. Sasa subirini niwaambie wanangu. Sawa. Jamaa sikaondoka. Naombeni hiyo funguo. Mara moja tu. Samanini. Mimi naombeni tu hiyo funguo. Naombeni. Umeona sawa. Sikia. Umeona anauma sana. Hamna cha huruma. Hamna. Wewe naomba hiyo funguo. Naomba. Naomba mara moja. Mimi nitairudisha mkihitaji nitairudisha. Huyu mwenyewe kasema kulegea. Subiri. Sawa. Okay, ngoja. Umesikia? Mmeona hii funguo wanangu? Hichi ni chombo cha moto. Pia hatujui ni nani ambaye anamiliki hichi chombo. Njia rahisi ni hii. Umeona hii funguo? Tupelekeni kwa mjumbe. Hii pikipiki si mjumbe yupo hapa, si unamjua mjumbe? Hii pikipiki iende kule, kwa sababu lolote linaweza likatokea baadaye. Hapa kimepotea kitu, nafikiri atalaumiwa nani? Cha msingi hapa ni kwamba tuipeleke hii, kama jamaa akija basi moja kwa moja kwa mjumbe, hizo mambo mengine mtamaliziana huko kwa mjumbe. Wewe sasa hivi baki na shemeji hapa, jaribu sema wewe mwanangu, hamweze mkafanya kitu chochote mwanangu, vitu kama hivi. Umeona watu kama wale, fundisho lao mwanangu, unawageuza mwanangu, na wewe mwanangu hiyo huko msifike. Sasa sikia hapo, mnauliwa mwanangu. Sawa basi, sawa, sio huruma. Yaani kwa hiyo nyewe mnaweza kumbandua mwanaume mwenzenu vizuri tu mwanangu, na mwanangu alikuwa namla kwa nini angetafunwa mwanaume mwenzenu? Mimi mambo yake hapa mwanangu. Kwanza simu yake iko wapi ile mshikaji? Simu yake iko wapi? Simu yake iko wapi? Mwanangu, hebu vitu vyake, naombeni vitu vyake. Mpigane. Viatu vyake viko wapi yule mshikaji? Viatu viko wapi? Sasa funguo tukupe. Viatu tukupe, simu tukupe. Simu yake iko wapi? Simu yake iko wapi? Simu si tushaenda, tumeacha tupoenda huko. Yes, kama ukimbia, na sisi tumekimbia na simu. Sema mwanangu, sikiliza hata akirudi mwanangu, anza akarudi hapa. Ngoja, mimi nakwambia huruma sio malezi. Huruma sio malezi. Mpatanishaji ndio nimeachwa peke yangu, watu wameondoka. Subiri kwanza. Shem. Bro. Sasa mwanangu, mnayazungumza? Mnaongea? Odi. Sasa umesikia nao? Mimi niombe kitu kimoja tu. Naomba msiachane. Sawa? Nyinyi wenyewe ndio mnajua, yaani hapa mna bado maboresho mengi sana ambayo mnatakiwa kuyafanya. Mnatakiwa kufanya maboresho ya chumba, mbadilishe maisha yenu, mtengeneze familia, mnapata watoto kesho kutu. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo mwanangu, kama mnaweza kuongea basi mkae muongee. Mkiona mwezi, kila mtu amwache mwenzake afanye maisha yake. Ila kwa situation kama hii iliyotokea, kwani hizo kondomu ni za nani? Hebu tuongee ukweli, hizo kondomu ni zako? Hizo kondomu za nani? Alikuja nazo Msukuma, anasema sijui anapeleka wapi huko.
Mbona ziko mbili? Moja iko wapi? Em naziomba. Sasa yeye kwa nini anakuonesha kondomu wewe Msukuma? Au mmezoeana naye sana? Inatosha? Baridi basi haina noma mwanangu. Kama kuna chochote mwanangu, kama ulivyonipigia, kama kutatokea kitu chochote kile, nipigie tena mwanangu. Au vipi? Sasa hii pikipiki inabidi iende kwa mjumbe, tunafanyaje? Basi hapa ndo tufanye mpango, tukate hiyo naniliu hapo, tufanye mpango tuende kwa mjumbe tupeleke hiyo pikipiki. Kama chaji yetu hapo itakuwa beni, kama chaji inatosha tuende nayo kabisa, waone kabisa tunavyoenda kumkabidhi mjumbe, ili mradi baadaye au turekodie simu yako Haya. Sawa. Basi sawa ndugu zangu, mimi naondoka. Kwa elini. Sema shemu usizingue tena, usije ukamuingiza. Yaani mtu mwingine anaweza akakuua hata wewe mwenyewe. Sawa? Sawa, kwa elini jamani. Sasa wanangu, all the best. Mwanangu ile njia ile mwanangu, kwa namna njia shortcut hapa. Na huko kwa mjumbe ni wapi? Amenitelekeza wote. Okay jamani, tutaendelea baadaye kwanza. Ngoja tuone kitu gani ambacho kinafuata baada hili, alafu tutaendeleana kupeana update. Thank you so much. Bye bye.